Hizi ni baadhi ya picha na video zinazozidi kusambaa sana kwenye mitandao ya kijamii kutokea pale Congo DRC, ambako kumeweza kuonekana tena machafuko hatari zaidi ya waasi wa kundi la M23 kulivamia jiji kuu la Uvira. Na kuna baadhi ya picha na video ambazo tutaweza kukuwekea hapo mbele na taarifa rasmi kuhusu. Katika siku za hivi karibuni kumekuwepo na wimbi la taarifa na picha zinazosambaa kwa kasi kupitia mitandao ya kijamii zikionyesha kuongezeka kwa hali ya ukosefu wa usalama katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Miongoni mwa matukio yanayoibua hofu kubwa ni kutekwa kwa mji wa Uvira na waasi wa kundi la M23. Tukio hili ambalo limeacha hatari kubwa za kibinadamu, kijamii na kisiasa katika ukanda mzima wa maziwa kuu. Kwa mujibu wa ripoti mbalimbali, wapiganaji wa M23 wamefanikiwa kuiteka mji wa Uvira, ambako inadaiwa kuwa askari wao wameingia kwa wingi na kuchukua udhibiti wa maeneo muhimu mwa mji huo. Baadhi ya vyombo vya habari vimeripoti kuwa kufuatia uvamizi huo, wakazi wa Uvira wamelazimika kufanya kazi za lazima kama vile kufagia barabara, jambo linaloashiria ukiukaji wa haki za kibinadamu na matumizi ya nguvu dhidi ya raia wasio na hatia. Kundi la M23 limekuwa likishutumu serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa madai ya ufisadi na matumizi mabaya madaraka na kushindwa kusimamia masuala ya usalama. Hata hivyo, mashambulizi yao yamekuwa yakihusisha vitendo vya kikatili dhidi ya raia, hususani katika maeneo ya mpakani mwa Kongo na Rwanda. Ripoti kutoka mashariki kwa raia wanahabari huru zinaeleza kuwepo kwa vitendo vya utekaji nyara, mauaji, ubakaji wa watoto wadogo pamoja na unyanyasaji mkubwa dhidi ya wanawake wajawazito, matendo ambayo yanakiuka wazi sheria za kimataifa za kibinadamu. Wananchi wengi wa Uvira na maeneo jirani wamelazimika kuhama makazi yao kwa hofu ya usalama wao. Inakadiriwa kwa takribani ya watu 200,000 wamekimbia makazi yao kufuatia mashambulizi haya. Wengi wao wamekimbilia nchi jirani ya Burundi, huku wengine wakielekea Tanzania, hususani mkoani Kigoma. Hadi sasa imeripotiwa kuwa zaidi ya watu 53,000 wameingia Tanzania na wako chini ya uangalizi na mahojiano ya serikali, wakati taratibu za kibinadamu na za kiusalama zikiendelea. Kuanguka kwa mji wa Uvira kunachukua kuwa mpigo kubwa kwa serikali ya Kongo, kwani kuna wapa waasi wa M23 udhibiti wa kivuko muhimu cha mpaka kati ya Kongo na Burundi. Hatua hii inatajwa kukata njia muhimu za msaada za kijeshi wa kikanda kuelekea Kinshasa. Hali hii inasaidia udhaifu wa serikali katika kudhibiti maeneo ya mashariki. Zaidi hayo, unyokozi huu umeuchumu juhudi za hivi karibuni za amani zilizosimamiwa na Marekani kati ya DRC, Kongo na Rwanda, na hivyo kuongezeka mvutano wa kidiplomasia kati ya eneo hilo. Picha na video zinazosambaa mitandaoni zinaonyesha hali ya kusikitisha ya wakimbizi wakikimbia kwa kutumia boti ndogo zilizojazana watu wazima na watoto, huku boti hizo zikiwa zimefungwa kwa kamba kwa pamoja. Hali hii inaongeza hatari kubwa na ya maafa ya majini, hasa pale zinapotokea dhoruba au mawimbi makubwa. Kwa uwezekano wa manusura kujiokoa unakuwa mdogo sana. Kwa ujumla, mgogoro huu unaendelea kuacha majeraha makubwa ya kibinadamu, ukiashiria haja ya haraka ya jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua na madhubuti ili kulinda raia, kurejesha amani na kuhakikisha wahusika wa ukiukaji wa haki za binadamu wanawajibishwa ipasavyo. Kikubwa na nini kifanyiki zaidi ya matukio mengi sana yanayotokea pale Congo DRC dhidi ya kundi la waasi la M23. Kwa taarifa ambazo zinaendelea kusambaa zaidi, ni hayo mambo yanayotokea hapo ya waasi kuvamia mji mkuu wa Uvira, na baadhi ya watu wanaoishi Baraka
ambako ni jirani na Uvira. Baadhi ya watu wake wameanza kukimbia baada ya kuogopa na hofu kubwa zaidi inayoendelea kutanda maeneo na hali isiyokuwa na amani kabisa. Baadhi ya matukio mengi sana na taarifa mbalimbali zinaendelea kueleza kuwa baadhi ya watu wengi Uvira tayari wameanza kuhama kuelekea Burundi, na watu wengine kutoka Baraka wameanza kuhama kuelekea Tanzania, na baadhi ya watu ambao wako Tanzania wamekamatwa na serikali ya Tanzania na tayari wapo mikononi mwa serikali na wapo kwenye mahojiano. Taarifa zingine zaidi utaweza kuzikuta hapo mbele, na endelea kufuatilia JL Passenger. Hakikisha tu umetufollow ili uwe kwanza kupata taarifa zetu, na hapa ndipo utakapokuwa ukipata taarifa zote kutokea pale Congo DRC. Naitwa Omri Amegene UG Star na hii ni JL Passenger. Asante.